mahafali ya tafadhali mashkura ni mwanamichezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Njoo nikujuze kile ambacho nimekuandalia. Niko naye hapa Chifu Nzobane kama Zoom fella, unamuita Dominic Salamba. Chuma kweli kweli, na leo tunakwenda kutoa taarifa kwa umma. Ieleweke, hizi sio habari na wala sio taarifa ndogo ndogo, hapana. Leo tunakwenda kuhutubia umma na tunakwenda pia kufinalize yote ambayo tulikuwa tunayazungumza ndani ya klabu ya Yanga kuhusiana na matetesi, mambo yalivyo. Utakwenda kusikia hapa. Basi ungana nasi bwana, sako kwa bako, ili uweze pia kuselelea matangazo jadidi kweli kweli, yasiyokuwa na shida wala shaka yeyote ile, ikiwa pia anapatiwa nguvu kubwa na Vini Kolomboka, kinywaji bora kweli kweli kuwahi kutokea, ambacho pia kinatengenezwa kwa kutumia vitu vya asili, kwa maana ya tangawizi, asali na mambo kadha wa kadha. Ndio maana tunasema Vini Kolomboka, nguvu ya Simba, fahari ya Tanzania. Dominic Salamba, uko vizuri kabisa? Mimi niko vizuri kabisa ndugu yangu. Uzima upo na haulalamiki? Ndio. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Mapema kweli kweli leo nikaona nikualike hapa studio ili tuzungumze. Na kikubwa bwana, nimepokea pia maswali mengi juu ya sajili, mambo yanavyokwenda. Tumezungumza mengi. Watu walikuwa wanasema kauli ya mwisho ni ipi? Nataka mfinalize nyinyi ili tujue nini hasa ambacho kinaendelea pale Young Africans. Na hili ndilo ambalo tumekuita Dominic Salamba. Karibu tujuze sasa A to Z nini hasa ambacho kinaendelea pale mitaa ya Twiga na Jangwani, kwa maana ya usajili na kila kitu. Mambo tuyamalize hivi. Nakushukuru, na nafikiri ni wakati mzuri kwa sababu kweli tumekuwa tukipokea simu nyingi, message nyingi sana, missed call nyingi, zinataka kujua kinachoendelea ligi cha usajili, kwa sababu pamekuwa pana habari nyingi ambazo nyingi zake zimekuwa zikianzia kwetu, lakini bado zinakuja zinasambaa, lakini kwenye kumaliza kila mmoja na maida ameweza kwa muda wake. Kwenye mbio za mbio ndefu mnakuwa mnaanza pamoja, lakini mwisho siku mwenye pumzi unafika mpaka mwisho. Kwa hiyo tumekuwa pana sintofahamu nyingi, kwanza kuhusiana na swala zima la kuexchange wachezaji. Tuliona Yanga amefanya exchanging ya wachezaji wawili kutoka Singida, maarufu Chekei pamoja na Damaro. Lakini yeye alitakiwa kuweza kuwatoa wachezaji wawili, kwa maana Mo Dumbia pamoja na Musa Balakonte waweze kwenda Singida kwa mkopo, ili kufanya ile swap deal, switch kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini mpaka tunapozungumza wachezaji hao wa Yanga waonekana bado wako kwenye klabu ya Yanga, na hata juzi tumeweza kuona Musa Balakonte akicheza katika mechi, na Dumbia hatujamuona kabisa yuko wapi, na hayuko Singida, na kwenye kosi cha Yanga kuweza kuonekana hata kwenye bench. Na zikaibuka habari kwamba pengine pana changamoto yoyote ya makubaliano baina ya wachezaji na klabu na kile ambacho klabu inapanga kuweza kufanya. Ikatokea sintofahamu nyingi, watu wakaenda mbali kwa wachezaji wamegoma na wako tayari kwenda Singida, wengine wakazungumza vitu vingi, lakini ukweli ni kwamba wachezaji hawakuwa tayari kuweza kwenda Singida. Kwamba wao hawakuwa tayari na walikuwa wanatamani pengine kama klabu imeshindwa kuona wao wanaweza wakasaidia, basi ni vema wakamalizana. Kwamba bana, tumalizane, tuvunje mikataba, tuchukue vitu vyetu kuweza kuondoka. Lakini klabu ya Yanga kilichokifanya, imeamua kuwasiliana na mawakala wao. Mawakala ambao wachezaji hao, ili waweze kuwashawishi vijana hao waweze kuelekea kwa mkopo katika klabu ya Singida. Na lengo la klabu sio kuwatoa kwa mkopo na kwenda kuwatelekeza, isipokuwa ni kwenda kuhakikisha kwamba viwango vyao vinaimarika. Na pengine kwa dirisha kubwa la msimu unaokuja waweze kuwasajili, ukizingatia tayari wamechukua maarufu Chekei pamoja na Damaro kwenye klabu, na usajili wa Chekei ndio ulikuwa unakwenda kureplace nafasi ya Dumbia. Unafahamu? Na ukiangalia Dumbia ni Mtanzania. Naona Damaro ni Mtanzania. Lakini pia kwa upande wa Musa Balakonte, yeye ndiye alikuwa ana change kwa upande wa nani, wa maarufu Chekei, sasa ili aweze kuchange. Kwa hiyo maana yake hapo unakuwa Chekei bado ni mchezaji wa kigeni. Kwa hiyo ilikuwa nafasi moja kwa nafasi moja. Kwa maana umemtoa Musa Balakonte, anaingia maarufu Chekei. Kwa upande wa Damaro, maana yake ni mzao ambaye hahitaji kwenda kuathiri zile nafasi za nini za wachezaji wa kigeni. Kwa hiyo ilikuwa imekaa hivyo. Lakini kwa hiyo katika hiyo mawakala wao ndio wanaendelea kuzungumza nao, lakini pia kuna dili ambazo zinaendelea kuzungumzika baina ya Yanga na timu kadhaa barani Ulaya, timu za daraja ya kati, ili kuweza kuwapokea wachezaji. Kwa hiyo wakishindwa kwenda Singida, watatafutiwa mazingira ya timu za nje
ambazo mawakala na klabu ya Yanga zimekuwa zikizungumza nao ili pengine wawachukue kwa mkopo ili wakacheze katika hizo klabu. Ziko klabu kama 3-4 ambazo majina yake ninazo, lakini sio sahihi kuweza kuzitoa. Kwa hiyo wakiona watu hawataelekea Singida basi wanaandaliwa kwenda katika timu nyingine ambazo ziko nje ya Afrika. Lakini uwezekano wa kubaki Yanga ni mdogo, na hata kama wakibaki nafasi zao za kucheza hazipo kwenye upande wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo waelewe kwamba nafasi ya Musa Bala Conte kwa sasa hivi, nafasi ya Modumbia hazipo klabu ya Yanga. Uwezekano ni 2 option. Aidha wakubali kwenda Singida au mipango inayofanyika na klabu na mawakala ya kuwapeleka nje ya nchi kwenye timu iweze kufanikiwa. Lakini pia palikuwa tatizo zingine kuhusiana na Celestine Ekua. Yeye alikuwa anahusishwa kuweza kutoka kwenye klabu ya Yanga na kutafutia timu nyingine kwenda kwa mkopo. Na ilikuwa imezungumzika hivyo. Kwa leo ninawaeleza rasmi kwamba Celestine Ekua hataondoka, yupo kwenye klabu ya Yanga. Yanga wameamua kumwacha na ataendelea kupambania namba na kuweza kuimprove kiwango. Kwa hiyo mkisikia pengine anataka kupelekwa wapi na wapi, chana hizo story, kweli kwamba ataendelea kutumikia klabu ya Yanga na ataendelea kupambania namba na kuweza kuimarisha kiwango chake katika level ambayo itakuwa ni ya juu. Lakini pia kuna nafasi nyingine, kwa sababu ukimtoa Maruf Chekei ambaye ameingia, maana yake alikuwa anafanya sweep sawa na Damaro. Lakini Damaro ni Mtanzania. Musa Bala Conte sawa, na yeye inabidi aweze kutoka. Kwa hiyo kuna nafasi ya mshambuliaji ambao kimsingi tushazungumza, Depu yuko tayari nchini, ni bado tu swala la kuweza kutangaza mchezaji rasmi wa klabu ya Yanga, ambaye baada ya wao kumtangaza tutarudi hapa kuja kuwaelezea receipt na kiasi cha fedha ambacho kimetumika kuweza kumsajili ili kuweza kutofautisha kati ya Yanga na timu nyingine. Kwa sasa hivi Yanga yupo kwenye level nyingine. Yaani huo ni ukweli. Level zao Yanga zile level nyingine. Washaingia kwenye level sio tena za milionea, kwenye bilionea. Ndio wameingia huko sasa hivi. Kwa hiyo wanaweza kuuza na kusajili katika hivyo. Kwa hiyo hiyo nayo iko pale. Lakini kwa hiyo issue nyingine ambayo ningependa kuambia, issue ya nilizungumza ya Alan Okello. Tulizungumza hapa, deal ya Okello na Yanga imekwisha. Nazungumza tena. Ambacho kinaendelea sasa hizi ni Yanga kutengeneza mazingira ya kuwashawishi viongozi wa Vipers ili waweze kumuachia kipindi hiki na Yanga waweze kumtumia. Na mvutano upo kwenye kiwango au kwenye bei ambayo Yanga, ofa ambayo Yanga wameitoa, ndio bado wameendelea kuvutana. Lakini mchezaji yeye binafsi, maslahi yake, kila kitu ameshamalizana na Yanga, na hata baadhi ya picha zilishapigwa. Ni swala la muda tu la kuweza kuzitangaza pale ambako wataweza kumalizana. Ndio wana karibuni rais wa klabu ya Yanga alikuwa yuko Uganda kuendelea kupushi deal, kwa sababu ni miongoni mwa vijana ambao amekuwa akiwahusudu na angetamani katika msimu aweze kuwatumia ili kuweza kumsaidia katika michuano ya kimataifa. Kwa maana yake hapa kinachosubiriwa tu ni release au ni go ahead ya viongozi wa Vipers kule Uganda. Wakiona kwamba hawahitaji hiyo pesa, maana yake itawalazimu waweze kung'ang'ania na wasubirie mwisho wa msimu ambako atakwenda kuondoka ule. Kwa hiyo ni vitu vipaka saizi, asilimia ya Okello kutangazwa hadi dirisha hili ni 70% na 30% anaweza kaja katangazwa kwenye dirisha kubwa, kama endapo viongozi wa Vipers na Yanga watashindwa kuwafikiana kipindi hiki na kuridhia dau ambalo Yanga wameweza kuliweka mezani. Karibu Cisco. Nimekaribia Dominic Salamba. Kulikuwa na taarifa pia ya mchezaji kutokea pale Ivory Coast, nafikiri kwenye timu ya ASEC Mimosas pia. Dili lake pia limekufa rasmi ama bado? Kwa sababu kuna kipindi ilikuwa inasemekana kwamba kama vile walikuwa wanahitaji pesa nyingi kwa upande wa management yake. Issue ya mchezaji kutoka ASEC Mimosas, dili imekufa rasmi. Dili yote na Yanga haipo, isipokuwa imeibuka dili nyingine. Yanga wanatafuta kwa udi na uvumba golikipa mwingine. Kwa sababu uwezekano wa kuweza kumretain Diarra katika dirisha kubwa kama sio dirisha dogo ni mdogo. Kuna ofa ambazo wako nazo, kuna ofa zaidi ya 3. Na ofa 2 zinatokea katika timu za Afrika. Na nitawaambia timu moja, Belouizdad imetoa ofa kubwa sana kwa klabu ya Yanga. Timu nyingine siwezi kuitaja, tutaacha pembeni kidogo. Kwa hiyo nafikiri Yanga wameanza sasa kufungua macho na kutafuta kipa ambaye atakuja, kama watampata dirisha hili itakuwa ni vizuri, ili aendelee kugain experience na kuchukua baadhi ya mambo, ili dirisha kubwa wakati wakiendelea kupambana kumbakisha Diarra. Ikishindikana wao wana backup ambao tayari imeshaifahamu ligi. Kwa hiyo
haikuwa kwenye plan, hayakuwa ni mawazo, lakini wameanza kutafuta international goalkeeper mwingine ili kuweza kuja kureplace nafasi ya Diarra ambaye uwezekano wa kubakia kwenye klabu ya Yanga katika mwisho wa msimu ni kama 20%. Lakini nyingine ambayo ningetaka sana kukugusia ambayo hautaipata popote, kuna mchezaji mmoja ambaye amesajiliwa dirisha dogo hili. Anaweza tena akaondoshwa dirisha dogo hili. Okay. Kutokea pale Yanga. Ambaye katika wachezaji ambao wametangazwa hao wapo Yanga. Kuna mmoja anaweza akakatwa kabla hata hajacheza official match. Wa kigeni. Okay, mimi nishamjua. Sasa nataka niwaachie hapo tu kwamba leo watakwenda wataongea, lakini wanaambia kwamba mchezaji mmoja anaweza akakatwa nafasi yake ikaingizwa na mtu mwingine kabla hata michuano mingine haijaanza. Wapo kwenye majina makubwa sana na siwezi kutaja hapa, nitaliacha hapa, lakini limekaa katika utaratibu. Kuna mmoja ambaye ataweza kukatwa kama mambo yakwenda sawa, ili wapishe mchezaji mwingine. Na kuna wengine walikuwa wanaambia kwamba kwa nini utoi tetesi za klabu ya Simba. Klabu ya Simba mwalimu alipofika aliwaambia kwamba wasisajili kwanza mpaka iangalie timu na tarehe 12 ndio atatoa ripoti yake. Kwa hiyo mazungumzo, baadhi ya sajili ambazo viongozi walikuwa wameanza kutafuta wanazo, wamekaa nazo pending, wanasubiri ripoti ya mwalimu tarehe 12, na baada ya tarehe 12 wazuri tarehe 13 na kuendelea, Simba wataanza kutangaza majina yao na tutaanza kuyaweka hapa kwa sababu yote tunayo. Yote wanaoingia na wanaotoka tunao. Kwa hiyo ni swala la muda. Tumekuwa tukiwazungumza Yanga kwa sababu Yanga wamekuwa na sajili za kustua. Sajili ambazo zimekuwa zikigusa mioyo watu wengi. Sajili ambazo zimekuwa zina mwendo wa kwenda. Ndio watu wamekuwa tukisoma mara kwa mara. Sajili ambazo watu wengi wanazifahamu. Majina ambayo yamekuwa yanafahamika ndio maana tumekuwa tukimbia. Lakini sio kwamba hatuna taarifa za Simba, hatuna taarifa za Singida, hatuna taarifa za Azam, zote zipo. Hapa ndio utapata kila kitu ambacho kinaendelea. Lakini sisi tunaangalia preference na mapenzi ya mashabiki wetu. Kwako Cisco. Na salamba kwa Shadrack Saka Boka, kwa sababu Young Africans walikuwa wanajadili pia kama inawezekana kuachana naye, kwa sababu walikuwa wanahisi Mohamed Hussein Shabalala anaweza kufanya kazi nzuri, lakini pia walihitaji kumchukua Mtanzania mwingine kuwa kama backup yake, na Msindo alikuwa anapewa pia kipaumbele kutoka pale Azam FC. Sijajua dili hili la upande wa kushoto huku nyuma kwa Young Africans limekaaje. Msindo labda imeshindikana kuja dirisha dogo, lakini pia na tamani watu wafahamu Shadrack Saka Boka kwamba ataondoka dirisha hili dogo ama bado Young Africans wanaona kuna haja ya kuendelea kusalia pale mpaka labda dirisha lingine. Boka mkataba wake unaelekea mwishoni, na nafikiri unamalizika mwisho wa msimu huu ndio atakuwa amemaliza mkataba. Kwa hiyo klabu ilikuwa inaangalia kama watapata mapendekezo ambayo walikuwa wanahitaji, watapata mlinzi ambaye alikuwa anamhitaji, ambaye kimsingi alikuwa anatokea ndani ya nchi, basi wangefikiria kwa dirisha kubwa waweze kuachana na Shadrack Boka, kwa sababu uwezo ukao na walinzi wawili wa ndani wenye quality kubwa, alafu ukao na mgeni ambaye anazidiwa quality na mlinzi wa ndani. Kwa hiyo dili yake itategemeana na Yanga kama watapata proper replacement ambayo inaweza kuja kukava endapo kama Mohamed Hussein atakuwa hayuko vizuri. Kwa hiyo na yeye mpaka saizi hakuna mazungumzo yote ya kuongeza mkataba. Na endapo kama angetokea pana ulazima wa kuweza kusajili mchezaji wa kigeni mwingine ili kuweza kureplace nafasi za wageni waliopo, maana yake naye angeweza kuondoka. So unanielewa hapo? Kama ingetokea ile mchezaji wa Ivory Coast wa ASEC Mimosas wangeweza kubaliana, maana yake Boka naye alikuwa anangoka. Kwa hiyo saizi Boka anabakia kwa sababu mahitaji ya kipindi hiki tayari kama yametimia, lakini mwisho wa msimu itategemeana na zile ndoano ambazo Yanga wamezirusha kwenye timu moja hapa nchini, mchezaji mmoja mkubwa, ili waweze kumchukua wakizawa. Wakifanikiwa kumchukua huyo, maana yake watakuwa Mohamed Hussein, watakuwa na mchezaji, na itamlazimu Boka aweze kuondoka ili nafasi yake iweze kujazwa na mchezaji wa kigeni. Lakini pia ile dili nyingine ya yule mchezaji ambaye alikuwa kwenye klabu ya Simba, mchezaji ambaye amekuwa kitumiwa hana kiwango, dili yake bado iko pale. Nafikiri kwenda kukamilika mwisho wa msimu kama apata kuwa na mabadiliko mengine. Hiyo kwa sababu kuna kipindi unaweza mkaingia mikataba ya awali, lakini ukakutana na mchezaji mwingine ambaye ana level ya juu kuliko yule ambaye ulikuwa umemtaka, unaamua kuvunja ile pre contract. Lakini kwa kubadili yake ipo na anaangaliwa kwa ukaribu, pengine mwisho wa msimu aweze kujiunga kwenye timu ya ndoto zake.
Bwana, hivyo ndivyo ambavyo mambo yalivyo hapo mitaa ya Twiga na Jangwani, na umepata kusikia mengi na mazuri kutoka kwake Dominic Salamba. Jina langu naitwa Cisco. Nguvu kubwa pia tulikuwa tunaipata kutoka pale Bat Quality, ni kampuni bora ya Kitanzania ambayo inazalisha pia na kusambaza bati aina zote za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, hata zile pia zenye material ya chenga chenga pia zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati pia utapata misumari na usafiri bure popote pale ndani ya Tanzania. Wanamchaki na muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi, yani bati unanunua wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako. Unaweza pia ukapiga simu ili tukuletee bati mpaka sebuleni kwako kupitia nambari ya simu ya 0782 055 044. Nambari ya simu ni hiyo ya 0782 055 044. Hii haijawahi kutokea na ofa bab kubwa zinaendelea. Wewe tu mwenyewe uchague kunyeshewa na mvua nyumbani kwako, ukinge na mabeseni usiku wakati mvua inanyesha, ama tukupatie bati nzuri kwa gharama na nimeshangaa juzi nimemkuta Vuma ipo kwenye site moja hivi. Unajua kuna zile wakiwa wanajenga site, yes, kuna bati ambazo wanakuwa wanazungushia pembeni wakati wa kujenga ili watu wasione nini kinachoendelea. Sasa ndugu yangu nimemkuta pale ana bageni na wale ana bageni ile ambayo zile bati kama ndugu yangu vipi mbona wali mambo zitavuja sio kufanya. Nenda Bat Quality, yes, nenda pale, fika pale, elezea shida yako, watakutafutia bati kulingana na kile ambacho unacho, kwa sababu wana variety of types. Ziko types nyingi za bati ambazo kila moja ina ubora na gharama yake. Kwa hiyo fika pale, mimi dau langu au bajeti yangu, nyumba yangu ya kule ya kule Magodani, bajeti yangu mimi ni hii kabisa ambayo nimeweka hapa. Kwa naomba mnaangaliaje, kwa sababu wao wana wataalamu, sio tu wanauza bati, lakini pia wana wataalamu ambao wanaweza kukushauri kwa maana kwa eneo lako na nyumba yako, basi tumia bati za chenga chenga au mfano wa kigae au migongo mipana. Kwa ndugu yangu, achana hayo mambo, atakupiga sababu alikuwa tayari ameshaandaa toyo ili pale aanze kufanya utaratibu. Nikamwambia mambo sio hivyo. Kwa nafikiri kweli kwa kutaka bati ambazo zina ubora wa hali ya juu, bati ambazo zinaweza kufanya ulale usiku ukiwa una mamangamngam wala uweze kustuka, hakuna shida yoyote. Ukiona mvua ndio kwanza unavuta shuka au blanketi, ni kwenda kutumia Bat Quality kabisa. Kupiga namba ambayo unaweza kutajiwa hapo na wanakusafirishia, lakini pia unapewa zawadi au ofa ya misumari pamoja na kofia bure. Sasa upewe kitu gani cha kufanya? Uwai ofa yako, naenda kwa Bat Quality ili upate bati ambazo zitakwenda kutimiza malengo yako, pia kupatia usingizi ambao utakwenda kukidhi afya na kufanya uweze kuwa na furaha na kuendelea kupambania ndoto zako. Bwana wewe, Dominic Salamba amemaliza hivyo. Wewe fika tu kiwandani ili uweze kupata bati zilizopo kwetu, na bati nzuri, imara na bora kabisa. Mimi sina la ziada. Nyuma ya kamera Anko Vuma Zela Busara. Itoshe tu kusema ya kwamba mgeni amekataa soda, nataka 600 yake. Waila lika, maasalamu.